Katika hotuba yake aliyoitoa kwa wanafunzi kutoka eneo bunge la Kandui, mbunge wa eneo hilo wakili John Makali amepongeza wale ambao wamenufaika na ufadhili wa basari ya bunge wanaosoma katika chuo kikuu cha Kibabii, ambapo hundi ya basari takriban shilingi milioni 2.23 imetolewa kutoka kwa hazina ya ustawishaji wa maeneo bunge NGCDF. Makali amesitiza umuhimu wa vijana hao kujitenga na matumizi ya dawa za kulevya na mihadarati, akionya kuwa iwapo wataingia kwa urahisi kwenye matumizi hayo inaweza kuathiri uchumi wa taifa kwa kiasi kikubwa. Tafadhali tunataka kuomba vijana wetu wajiepushe na madawa ya kulevya. Vijana wetu wengi sana wana changamoto nyingi sana kwa madawa ya kulevya. Vijana wajitenge na madawa ya kulevya. Kwa sababu mweleza pia saizi pia wawe katika mstari wa mbele kuambia watu wetu kuweza kuchukua vitambulisho. Kwa sababu kwa sasa ile ada ambayo ilikuwa inatozwa kwa watu kupata vitambulisho imeondolewa. Sasa tunaomba pia wawe kama wale ambassadors, wale mahujaji wa kuhakikisha kwamba watu wetu wanajiandikisha kupata vitambulisho. Ujumbe huo umeungwa mkono na mhadhiri mkuu wa chuo kikuu cha Kibabii, Profesa Donald Siamba, ambaye pia amekiri kwamba athari za matumizi ya dawa za kulevya zinaweza kuwa na matokeo mabaya si tu kwa wanafunzi bali pia kwa jamii nzima na taifa kwa ujumla. Kuna furaha kwa sababu tumepokea pesa kutoka kwa constituency ya Kandui milioni 2.3. Hii pesa ni muhimu kwa sababu itatusaidia kuendeleza maendeleo programs. Ona hivi kwa sababu chuo tunahitajika kupata pesa internal revenue ya ile ambayo serikali kuu inatusaidia. Viongozi hao wanatoa wito kwa wazazi, walimu na jamii kwa ujumla kuimarisha elimu kuhusu madhara ya dawa za kulevya ili kuwasaidia vijana kupata uelewa mzuri na kujitenga na vishawishi vyote vya matumizi ya mihadarati. Nikiripotia runinga ya Tandao kutoka chuo kikuu cha Kibabii kwenye eneo bunge la Kandui, kaunti ya Bungoma, mimi ni Alex Wekesa.